nilikuwa nyumbani, yani baada ya hii nyumba iliyoungua, mimi nakaa nyumba ya 4 pale. Jirani yangu mmoja nilimsikia akipiga kelele ukunga. Ndio nilikuwa najiandaa na taura kuoga baada ya kutoka jumuiya. Kwa hiyo nikawa sasa najiandaa na taura kuoga. Wale niliposikia ukunga, nikawahi kufika hapa kwenye eneo la tukio kwa sababu nyumba 4 tu pale. Kwa hiyo nilipofika hapa, cha kwanza tukaanza kujitahidi kupiga simu fire kwa sababu nimekuta kuna jirani yangu mmoja, kijana mmoja, bwana mmoja anaitwa Ali, alifika. Alikuwa tayari ameshafika hapa. Aliponiambia anaendelea kupiga simu, nikaona na mimi sipigi tena simu file tusiwachanganye. Kwa hiyo nikachukua uamuzi wa haraka kwa sababu niliona moto ule tayari unaanza kuchanganya. Nikachukua pikipiki, nikakimbia nikaenda polisi nikaripoti. Nikatoka polisi ndo nikawa nafuata fire sasa kule Majengo. Kwa hiyo kwa bahati nzuri nilipotoa ripoti polisi nao walikuwa wanaangalia kutafuta simu. Kwa hiyo wakati tayari washapiga simu. Nilipofika pale mimi nikakutana na fire nayo ndio natoka Majengo pale fire. Kwa hiyo ndo nikakaa mbele. Nikaanza kuielekeza mpaka eneo la tukio. Msiani huko kwa sababu ilikuwa napiga kingora, ilikuwa tukifika kwenye barabara kwenye magari, tunajaribu kuwatahadharisha watu wasimame na bahati nzuri kwa anasimama. Kwa hiyo fire ilikuwa ikija tu inaunga. Kwa hiyo bahati nzuri ndio tukafika mpaka eneo la tukio. Mimi nimepanga nyumba ya jirani hapo. Sasa tumekaa hapo nje. Akaja mtoto. Akasema kuna moto kule kwetu. Sisi tukatoka hapo, tukaenda kufika moto umeshawaka kile chumba cha chini kile ambacho kila mtu nyumba haina mtoto mmoja. Moto umewaka, chukua maji, mila maji mwaga. Kumbe nyumba imeshasambaa nyumba nzima. Basi kaka akaleta fire yake ndogo akapiga ule moto ukuwaka. Mwenyekiti ndo akaja akapiga simu fire. Moto ulipozidi mtu alihamisha hata kitoto kimoja. Vyote vimeungua vyote. Baba yenu mwenye chumba hiki hapa alikuja, aliingia na kutoka akashindwa kutoa kitu chochote. Nikamwambia usiingie kwenye moto, kaa pembeni. Basi akakaa pembeni, nyumba ikaendelea kuungua na mwisho fire ilikuja ikazima moto. Majira ya saa 6 na dakika 49 tulipokea taarifa ya tukio la moto katika mtaa huu wa Dar es Salaam Street, kata ya Kiusa katika manispaa ya Moshi. Punde tu baada ya kupokea hizo taarifa, wazima moto waliondoka eneo la tukio, waliondoka katika kituo cha zimamoto na uokoaji Moshi mjini na kufika katika eneo la tukio saa 6 na dakika 59. Kwa hivyo walipofika katika eneo la tukio tulikuta kweli kuna moto katika hii nyumba kama ambavyo waandishi mmeona. Hii nyumba ilikuwa na vyumba 12 na ni nyumba ambayo ilikuwa ikitumika kwa makazi pamoja na biashara. Kwa maana mbele ilikuwa kuna frame 2 za biashara, lakini kwa nyuma ilikuwa kuna makazi ya watu. Na wakati tukio linatokea, nyumba hii haikuwa na mtu, hakuwa na mtu mzima, kulikuwa kuna watoto wadogo wawili ambao baada ya kuona huo moto walitoka kwenda kwa jirani kutoa taarifa kwamba kuna tukio la moto, na hivyo huyo jirani ndio akapatia taarifa ya kuwepo kwa hilo tukio la moto. Kwa hivyo tumefika eneo la tukio tukakuta moto umesambaa katika eneo lote, na baada ya kuona moto ni mkubwa ikabidi tuongeze nguvu kwa kuongeza gari lingine. Kwa hivyo yakapo magari mawili, lakini moto akawa unaendelea kuwaka, na tunashukuru pia wenzetu wa zimamoto wa TPC pia na wao walikuja kutusaidia kwa kuongeza gari lingine la 3. Kwa hivyo tumefanikiwa kudhibiti moto vizuri na kuokoa nyumba ambazo zilikuwa jirani. Hapa kwa upande wa kushoto hapa kuna nyumba 2 za jirani kabisa ambazo zingeweza kushika moto, lakini pia kwa upande wa kulia kuna takriban nyumba 5 ambazo pia zingeweza kushika moto kwa sababu zilikuwa karibu kama ambavyo mnaona. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi ni kwamba kwanza tusiache watoto peke yao pasipo usimamizi wa watu wazima wenye akili timamu. Kwa tukio hili watoto walikuwa wameachwa wenyewe, kwa hiyo hatuwezi kujua chanzo mpaka sasa hivi, mpaka tutakapoendelea kufanya uchunguzi wa kina, lakini kwa taarifa za awali ni kwamba nyumba hii haikuwa na mtu mzima, waliacha watoto peke yao.